wattaqaw, na wakawa ni watu ambao kwamba wanamuogopa Allah azza wa jalla. Qala la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh, tungewafungulia baraka katika maisha yao ardhini na katika mbingu yote. Allah tabaraka wa taala la fataha lahum albarakat, lakin kadhabu, walikadhibisha mafundisho ya Allah azza wa jalla. Fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, Allah akawaadhibu kwa yale makosa ambayo kwamba walikuwa wanayafanya. Famin asbabil baraka ya ahibba taqwa Allah azza wa jalla, sababu ya baraka katika maisha ya binadamu ni huyu binadamu kuwa anamuogopa Allah azza wa jalla. Na ulama alayhim rahmatullahi ta'ala wanatuambia barakati sama ni nini? Allah kumteremsha mtume alayhi salatu wassalam ni katika barakati sama. Allah kuteremsha mvua ni katika baraka ya mbinguni. Allah kuteremsha upepo ambao kwamba uko na raha na utulivu kwa binadamu, hai barakati sama. Na baraka ya ardhini ni Allah azza wa jalla kutupatia mazao, kutupatia amani katika ardhi. Hii yote ni katika baraka ya ardhini. Fataqwa Allah ayuha alahibba min asbabil barakati fil haya, kumuogopa Allah azza wa jalla ni sababu ya kwanza katika sababu ya mtu kupata baraka katika maisha yake. Na sababu ya pili katika sababu ambayo kwamba inampelekea Muislamu kupata baraka fi hayati, at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, ni mja kumtegemea Allah azza wa jalla. At-tawakkul ala Allah ayuha alahibba, at-tawakkul min a'zami maqamati al-ubudiyya, kumtegemea Allah tabaraka wa ta'ala ni katika sehemu ya juu sana ya mja kumwabudu Allah azza wa jalla. Ndio tunaona Allah tabaraka wa ta'ala kila anapoeleza kuhusu mitume wake tunaona kwamba walikuwa wanamtegemea Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla anaeleza kuhusu nabiyullah Ibrahim alayhi salam, au mwanzo kuhusu nabiyullah Yunus alayhi salam. Yunus baada ya kukimbia katika mji wake wa Ninawa, baada ya kuwalingania watu wake kawa hawataki kupata mafundisho ya Allah azza wa jalla, Yunus akatoka akimbia, sema hawa watu mimi kila siku nawalingania na hawataki, basi wacha nitoke nende zangu. Alipokuwa yakimbia akaingia katika jahazi. Kila mmoja unajua kisa ya Yunus. Alipoingia Nabiyullah Yunus alayhi salam katika ile jahazi, jamaa wakaona ile jahazi nzidiwa na uzito, wasema basi tupige kura, yule ambaye kwamba itamwangukia tutamtoa. Kila kura ikipigwa inaanguka kwa Nabiyullah Yunus alayhi salam, ya kwanza, ya pili, ya tatu, jamaa wakaamua kumtoa, wakamweka katika bahari. Allah tabaraka wa taala kama anavyoeleza, qala faltaqamahu alhut wa huwa mulim, akamezwa na hut, samaki mkubwa katika samaki ya bahari. Baada ya kutupiwa katika bahari, Allah alimtumania samaki akammeza Nabiyullah Yunus. Alipokuwa ndani katika tumbo ya samaki, Allah asema fanada fi dhulumat alla ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Tawakkal ala Allah azza wa jalla, akamtegemea Allah azza wa jalla, asema ya Rabb, katika hii hali hakuna mimi wa kunisaidia illa wewe Allah azza wa jalla. Na kweli Allah tabaraka wa taala akamsaidia. Qala falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, kama huyu Nabiyullah Yunus asingekuwa katika watu ambao kwamba wanamsabbih Allah azza wa jalla, na watu ambao kwamba wanamtegemea Allah azza wa jalla fi daf'i almadar wa jalb almanafi', lakana min alghariqin, angekuwa ni katika watu ambao kwamba wameangamia. Lakini saadahu Allah azza wa jalla wa baraka lahu bisababi tawakkulihi ala Allah azza wa jalla. Allah akambariki Nabiyullah Yunus kwa kuwa alikuwa anamtegemea Allah tabaraka wa taala. Na wewe Muislamu katika maisha yako yote mtegemee Allah tabaraka wa taala. Hauna wa kukusaidia zaidi ya Allah, hauna wa kukupea manfaa zaidi ya Allah azza wa jalla, hauna wa kukusaidia katika kila kitu yako isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Na tawakkul ala Allah yuhtaju fiha amrayn, inatakikana katika kumtegemea Allah mambo mawili. Jambo la kwanza at-tawakkul, jambo la pili fi'lul asbab. Mtu asijasema sasa mimi wacha namtegemea Allah azza wa jalla, nitabaki kwa nyumba yangu sitoki, basi Allah ataniletea riziki, la. Tawakkul ala Allah yuhitaji fi akhdh al-asbab, chukua sababu.
Mtume alayhi salatu wasalam wasema, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulin la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Lao nyinyi waislamu mngekuwa mtegemea kweli Allah azza wa jalla, Allah angekuruzukuni kama anavyoruzuku ndege. Yule ndege mdogo anakuwa kwa mti yake, atoka usubuhi akiwa hana kitu kwa tumbo, lakini jioni warudi anshiba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ametaja mambo mawili. Jambo la kwanza, atawakkul ala Allah, kwamba huyu ndege hana nguvu. Ndege hana nguvu ya kwenda kufanya biashara na kufanya nini kisha akaingiza mali, hana. Lakini yumtegemea Allah tabaraka wa taala. Pamoja na kumtegemea kwake Allah tabaraka wa taala, lam yamkuth fi baiti, hakukaa kwa nyumba yake tuseme basi mimi nasubiri Allah aniletee riziki. La, huyu ndege akatoka, alivyotoka ikawa ni sababu ya Allah azza wa jalla kumbarikia katika umri wake, Allah akampea riziki. Walihadha binadamu yoyote na muslim la budda an yatawakkal ala Allah ma'a fi'li al-asbab. Wataka mali, fanya biashara, lakini usiamini kwamba biashara yako pekee ndio kupatia mali. Jua kwamba Allah tabaraka wa taala ndio atakupea. Wataka kupasi katika masomo yako, soma vizuri, revise vizuri masomo yako, Allah azza wa jalla atakusaidia. Umfanya sababu lakini umtegemea Allah tabaraka wa taala. Wataka mtoto, oa, usibaki tu nyumbani usubiria mtoto. Mtoto hawezi kutoka mbinguni. Na Umar radhiallahu ta'ala anhu alivyoingia kwa msikiti akapata kuna watu wameketi msikitini, waambiana sabbihu 100 kabbiru 100, jamaa fanyeni takbira, aleteni tasbih. Umar akamwambia, nyinyi mtawachapa viboko hasa, tokeni mkatafute riziki, usiketi msikitini tu wazani. Fa inna as-samaa la tumtir dhahaban wala fidda, mbingu haiwezi kuleta mvua ya dhahabu wala fedha. Toka ukafanya biashara, toka ukatafuta riziki. Ukitoka Allah azza wa jalla aweza kukufungulia katika maisha yako. Falidhalika tawakkul ala Allah la budda fiha min akhdh al-asbab, la budda uchukue asbab mashru'a, asbab ambazo kwamba zimeruhusiwa na sharia. Katika hizo sababu ni mtu kufanya sababu ambayo kwamba ni ya halali inayoridhiwa na Allah azza wa jalla. Sababu ya tatu katika sababu ya mtu kupata baraka katika maisha yake ayu alhibba ni alqanaa. Alqanaa, Muislamu kuwa na qanaa, kukinai kwa ile kitu ambayo kwamba Allah azza wa jalla amempea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akieleza qanaa, ameeleza katika sura moja nzuri sana. Qanaa ni wewe uko na kitu kisha ukaridhika nacho. Na kuridhika na kitu haina maana ati kwamba utakuwa hutaki kitu kingine, kwa sababu sunna ya maumbile ya binadamu ni kupenda ziada. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, law kana libni adama wadiyan min dhahab la da'a athani, lau kama binadamu atakuwa na wadi moja ya dhahabu kubwa inja, basi angetamani kupata tena mlima mwingine tena wa dhahabu. Kwa hakika hii ndio maisha ya binadamu, wala la yudham fi hadha, hasemu vibaya katika hili kwa sababu ni sunna ya binadamu. Lakini mal matlub, almatlub an taqtani'a bima a'taka Allah, wewe ukinai kwa ile kitu ambayo kwamba Allah azza wa jalla ankupea. Allah ankupea mali kiasi fulani, kinai nayo. La tamnun tastakthir, ila endelea kufanya biashara, endelea kuilinda, endelea kujitahidi. Kama ni ilmu, endelea kujiongeza ili Allah subhanahu wa ta'ala akuongezee zaidi na ile ambayo kwamba itakuwa iko na baraka. Falqanaa min asbabil barakati fi rizq. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam asema, wardi bima qasama Allah lak takun aghna an-nas, ridhia ile mambo ambayo Allah azza wa jalla ankupea, utakuwa ni katika watu matajiri sana ukiwa na tabia ya alqanaa. Falqanaa ayu alhibba ni katika sababu ya baraka. Mtume sallallahu Allah azza wa jalla asema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yoyote ambaye kwamba atafanya amali njema, sikizeni hii aya vizuri ayu alhibba. Allah azza wa jalla asema, man amila salihan, yoyote ambaye kwamba atafanya amali njema. Jambo la kwanza, afanye amali njema. Qala min dhakarin au untha, sawa kawa ni mwanaume ama kawa mwanamke. Hii inaonyesha ya kwamba wanaume na wanawake hawatofautiana katika masala ya ibada. Mu'min wa kiume atakana afanye khair na mu'min wa kike kadhalika afanye khair. Tofauti na maneno ambayo kwamba yanasemwa na watu. Kuna watu wasema kwamba ati mwanamke hana dini,
Kwa nini hana dini? Kwa sababu huyu mwanamke akiolewa na mwanaume mwenye dini atakuwa na dini, akiolewa na mwanaume ambaye kwamba hana dini atakuwa hana dini. Haya ni maneno ya batili. Haifai Muislamu kuzungumza maneno kama vile haya. La budda kila Muislamu akuwe na dini yake. Dinu na dinul Islam, si mwanaume si mwanamke. Allah sema man amila salihan min dhakarin au untha, sawa akawa ni mwanaume ama akawa ni mwanamke. Falidhalika mwanamke ako na dini. Walihadha Mtume alayhi salatu wasalam alivyotaja sifa za mwanamke kuolewa asema fadhfar bidhati ad-din, chagua mwanamke mwenye dini. Sasa vipi mtu anakuja kusema tena mwanamke hana dini? Haya maneno ya watu waovu, maneno ya watu wa batil. Falmar'a laha din, mwanamke la budda kuwa na dini, bal jamaluha dinuha, uzuri wake zaidi ni pale anapokuwa na dini yake. Sasa Allah asema man amila salihan, yoyote ambaye kwamba atafanya amali njema, min dhakarin, akawa ni mwanaume, au untha, ama akawa ni mwanamke, wa huwa mu'min, sharti ya pili, afanya amali njema, sharti ya pili, wa huwa mu'min, akuwa ni mu'min. Kwa nini Allah azza wa jalla amesema wa huwa mu'min? Kwa sababu kafir aweza akawa afanya amali njema. Wangapi leo katika makafir si tunaishi na wao wana tabia nzuri kushinda hata baadhi ya Waislamu? Uongo, si ndio? Wako leo makafiri wengi wana tabia nzuri wa kweli, akikwambia time fulani ishafika, lakini Muislamu anakuwa mrongo. Wangapi leo katika makafiri roho zao ni nzuri, wanafanya mambo yao kwa stadi nzuri kabisa, lakini Muislamu anafanya mambo yake vibaya vibaya. Falidhalika inawezekana kafira kwa yafanya amali njema, lakini sharti ya pili atakosa kafir. Qala wa huwa mu'min, huyu si mu'min. Na Allah azza wa jalla asema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah ataqadimisha ile amali wamefanya makafiri kisha taifanya kuwa ni haba, si lolote si yoyote, haba ya pepea tu. Fala budda Muislamu kama anataka qanaa afanye mambo mawili. Qala man amila salihan wa huwa mu'min, afanye amali njema ilhali akiwa ni mu'min. Allah sema fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampea maisha mazuri. Jamaa alhayata tayyiba fi dunya kullu saada yatika min kulli ba, maisha mazuri duniani ni ile furaha ambayo kwamba unaipata katika kila pahali. Maisha mazuri duniani si kuwa na bibi peke yake, si kuwa na mali peke yake, si kuwa na mtoto peke yake, bali hivi vitu vyote katika maisha mazuri. Lakini ulama wametaja alhayat at-tayyiba huna kama anavyotaja Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake. Qala alhayat at-tayyiba yani alqanaa, Allah anampea mtu qanaa, anaridhika na ile kitu yake. Kuna mtu wallahi ndugu zangu katika imani yuko na kila aina ya starehe, lakini ukimwangalia saa yote yuko mahmum, hana furaha. Wajiuliza unkosa nini wewe? Kumbe maskini amekosa qanaa. Ama Muislamu wa kweli na mu'min wa kweli, Allah azza wa jalla anaweka qanaa katika moyo wake na katika kifua yake. Mambo yake yote ambayo kwamba anakuwa anayafanya anaona baraka ya Allah azza wa jalla ndani yake. Falqanaa min asbabil barakati fil haya, hiyo ni sababu ya tatu katika sababu ya kupata baraka katika maisha. Tumalizie sababu ya mwisho kisha tuanze khutba biidhnillah ta'ala. Asbab arabi' miongoni mwa sababu za kupata baraka, na ni nyingi insha Allah, tukipata wasaa tutaendelea kuelezana ili Muislamu azijue sababu kama vile hizi. Asbabu arabi' min asbabil barakati fil haya shukru an-ni'am, Muislamu kuwa na tabia ya kushukuru neema ya Allah azza wa jalla. Hii ni katika sababu ya kupata baraka fi hayatik, sababu ya kupata baraka katika maisha yako. Ashukr ulama wanaita huwa aljalib walhafidh. Ashukr huwa aljalib alhafidh. Shukr ni jalib, yani yajlib an-ni'am. Mtu akiwa anamshukuru Allah azza wa jalla, Allah anamletea neema kupitia ile shukran. Allah anasema la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitakuzidishieni. Falidhalika muslim akiwa ni shakiran lillah, anamshukuru Allah azza wa jalla, yuzidu Allah tabaraka wa taala fi malihi wa fi umrihi wa fi hayatihi wa yubarik lahu fihi. Allah anambarikia katika maisha yake, Allah anamfungulia riziki katika mambo yake. Lesh? Liannahu shakiran lillah. فالشكر يعني الجالب أن يجلب الرزق، ينالت الرزق. لكن كذلك الحافظ الشكر
Al-Hafidh, shukr inahifadhi ile neema na ile riziki ambayo kwamba Muislamu ako nayo. Mtu akiwa na tabia ya kushukuru neema ya Allah azza wa jalla, itakuwa ni sababu ya ile mali yake kuhifadhiwa. Allah ametaja kisa ya ahlu Saba, wale watu wa Saba. Miongoni mwa sababu ambazo kwamba ilipelekea neema yao kuondoka, wao walikuwa hawamshukuru Allah azza wa jalla. Falidhalika Allah kaondoshia ile neema. Sasa wewe Muslim, ikiwa wataka Allah abariki neema yako ambayo kwamba uko nayo, fa akthir min shukri, kithirisha sana kumshukuru Allah azza wa jalla. Na ndio maana kana min dua an-nabi alayhi salatu wassalam, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik. Ewe Allah nisaidie mimi kuweza kukushukuru wewe na kufanya vizuri ibada yako na kukutaja. Lesh? Lianna ash-shukra yahfadhu an-ni'am, kwa sababu kumshukuru Allah azza wa jalla kuhifadhi neema ya mtu ambaye kwamba yuko nayo. Wa shukru yuzidu an-ni'am, na shukri ya Allah azza wa jalla inazidisha neema ya mtu ambaye kwamba yuko nayo. Allah tabaraka taala sema, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Fala yajuzu lilmuslim an yakfura ni'am Allah, haifai muislam kukufuru neema ya Allah. Na subhanallah, min madahiri kufrani ni'am, katika muonekano wa kukufuru neema za Allah azza wa jalla, ni istimalu ni'amillahi azza wa jalla fima harrama Allah. Ni muislamu kutumia neema ya Allah katika mambo ambayo kwamba Allah ameharamisha. Allah amekupea mkono, unatumia mkono wako kudhuru watu. Allah amekupea mguu, unatumia miguu yako kwenda katika haram. Allah amekupea macho, unatumia neema ya macho kwa kumkufuru Allah azza wa jalla, kwa kuangalia mambo ya haram. Ukiwa mbele za watu unakaa mwema, lakini ukiingia peke yako hakuna anayekuona. Tu'si Allah, tu'si ilaha wa tudhihiru hubbahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Unamuasi Allah kisha wadai kwamba wampenda. La, mtu yoyote akiwa yuwapenda yuwamtii yule ambaye kwamba anampenda. Fa hili jambo la shukru ni'am, miongoni mwa sura za kushukuru neema ni muislamu kuto kutumia neema hizi katika mambo ambayo kwamba Allah azza wa jalla ameyaharamisha. Inshallah naktafi bihadha alqadr. Hadha sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.